من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أحبة، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vile vile kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi pia katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mafanikio ya kwetu hapa duniani na kesho akhera. Ahiba, katika hutuba yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaangalia kunako asbabun najati anil fitani, sababu za kuweza kuokoka kutokana na fitna, sababu za mtu kujiepusha au kujiokoa kutokana na fitna. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja ni shuhuda ya yale ambayo yalijitokeza katika masiku ambayo yaliyopita hivi punde. Kila mmoja ameathirika kwa namna yake, kila mmoja amesibiwa kwa namna yake, kila mmoja amejifunza, kwa wale ambao wanapenda kujifunza, kwa wale ambao wanapenda kuzingatia. Lakini kwa wale ambao pia si wenye kujifunza, inawezekana pia yakapita haya yaliyopita yakawaacha hawajajifunza kitu chochote, hawajajua ni kipi ambacho walitakiwa kukifanya, ni kipi ambacho kilitakiwa kiepukwe katika kipindi hicho, na ni nini hivi sasa cha mtu kuweza kufanya baada ya hayo ambayo yamepita. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Anfal aya 25 anasema, muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala, manake kiwekeni kizuizi kati ya adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mjikinge na adhabu ya Allah, mjikinge na hasira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa fitna ambayo, kwa adhabu ambayo, yani fitna ambazo, kuna fitna za aina nyingi kama wanavyozungumza wanawachuoni, lakini fitna ambayo inakusudiwa ni ile ambayo inachukua vichwa vya watu, ni ile ambayo inapelekea mpaka watu kupoteza uhai, watu kupoteza mali zao,
watu kupoteza amani. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, ambayo haitowapata wale waliokuwa wanafanya makosa peke yao, wale waliokuwa wanafanya uasi peke yao, wale waliokuwa wanafanya dhuluma peke yao. Haitowasibu wao tu, bali itawasibu hata na wale ambao walikuwa hawafanyi hayo, hawahusiki na hayo. Ndugu yangu Muislamu, fitna ziko nyingi. Kuna fitna ya mtu na mke wake, mtu na jirani, mtu na mali yake, mtu na watoto wake. Lakini fitna ambayo tunakusudia ni zile ambazo tamuju kamaujil bahar, ni zile ambazo zinakuja kama mawimbi ya bahari na kuweza kuwasomba watu na kuwachukua watu na kuwatia watu humo. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema katika maneno yake, yataqarabu zaman, zama zitasogeleana, zama zitakuwa karibu karibu. Wa yuqbadu ilm, na elimu itaondoshwa, elimu ambayo ni yenye manufaa, elimu ambayo ni ya kisheria itakuwa imeondolewa kwa watu walio wengi. Watadhaharu fitan, na kwa sababu elimu ya kisheria inapokuwa haipo, kwa hiyo fitna ndiyo itakayotawala, fitna ndiyo itakayoingia na kushika katika maeneo ya watu. Wayulqa shuhu, na watu watatiwa uchoyo, ubakhili, roho mbaya, mambo ambayo yanatokea. Ukiangalia watu wanaona kwamba kwa nini fulani awe nacho mimi nisiwe nacho, ni kwa sababu ya roho zilizokuwa zimeharibika. Unachoma mali za mtu, hata zikiungua, sio kwamba wewe utakuwa tajiri, sio kwamba wewe utakuwa umepata, lakini ni kwa nini fulani awe nayo. Uharibifu na ufisadi ni kwa sababu ya kukosa elimu ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema wa yakthuru alharju, na kutakithiri sana vifo. Alharju ni neno la Kiarabu ambalo halikuwa linajulikana katika maana yake. Qalu wa mal harju, wakauliza alharju ni nini? Qala alqatl. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kutakuwa na mauaji, watu kufa ovyo. Hadithi ni mutafaqun alayhi. Kwa hiyo fitna, bado neno linarudiwa katika hadithi ya Mtume, watadharul fitan, na kutadhihiri fitna. Kwa hiyo fitna ambazo ni kubwa zinasomba watu wengi. Na Ibn Uyayna katika maneno yake anasema, aliyopokea an Khalaf ibn Haushab kwamba wao kanu yasahibuna, walikuwa wakipendelea an yatamathalu bihadhihi al-abiyati 'inda al-fitan, kujiliwaza, kuzifuata, kuzitekeleza hizi beti wakati wa fitna. Akasema alharbu awwalu ma takunu fatiyatan, fitna mwanzo inapoanza inaanza kana kwamba ni msichana mrembo. Tas'a bizinatiha likulli jahulin, ambaye msichana huyu anaangaikiwa kwa sababu ya mapambo yake na urembo wake, na kila likulli jahulin, na kila mtu ambaye ni mjinga, tena sio mjinga kidogo, ni mjinga sana, kwa sababu imetumika sighatul mubalagha, likulli jahulin, hajasema likulli jahilin. Kwa kila yule ambaye ni mjinga sana ataiangaikia, atamwangaikia kwamba huyo mwanamke mrembo. Lakini anasema wa idashtaghalat wa shabba dhiramuha, na pindi itakapokuwa imeshika kasi vizuri, ikameza vichwa vya watu, ikala ndani kwa ndani. Wallati ajuzan ghaira dhati halilin, inageuka kuwa ni bibi kizee. Huyu mrembo anabadilika kuwa ni bibi kizee ambaye ghaira dhati halili, hana mpenzi yoyote. Shamtoa, nywele zake zimebadilika rangi nyeupe na nyeusi mchanganyiko. Yunkaru launuha, rangi yake, ngozi yake
hafai tena kwa wale wenye kubusu. Kila mmoja hamtaki, kila mmoja hataki kumsikia, kila mmoja hataki kumsogelea. Sema hiyo ndio fitina, hiyo ndio fitina. Ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa sababu za kujikinga na fitna, mmoja wanasema wanawachuoni, muhawalatul ibtiadi amma watinil fitani, ni mtu kujitahidi kadri inavyowezekana akae mbali na maeneo ambayo yana fitna. Mtu akae mbali na maeneo ya fitna. Maana tunapozungumzia fitna ni ambayo imechanganyika haki na batili. Hauwezi kusema kwamba hivi ni vita au ni jihadi, kwa sababu kuna Waislamu kila pande. Upande huu kwa raia kuna Waislamu, upande huu kwa wanaozuia kuna Waislamu. Huwezi kusema kwamba unapiga au unapigana na nani, bali hapo ni katika fitna ambayo haijulikani kinachopiganiwa ni nini. Ndugu yangu Muislamu, kujiepusha na maeneo ya fitna. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema katika maneno yake, satakunu fitanun, kutakuwepo na fitna, alqaidu fiha khairu min alqaim, yani mtu aliyekaa atakuwa ana unafuu na hiyo fitna kuliko yule ambaye amesimama. Walqaimu khairu min almashi, na aliyesimama atakuwa ni bora kuliko yule anayetembea wakati wa fitna. Walmashi khairun min asai, na anayetembea ataonekana na madhara yenye nafuu kuliko yule anayehangaika na fitna, anachochea fitna iendelee kuwaka moto. Akasema, man tasharrafa laha tastashrifuhu, na yule atakayeichungulia, atakayeenda katika hiyo fitna, nayo itamnyakua, itamchukua hiyo fitna. Hivyo basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa man wajada minha malja'an au ma'adan falyaud bihi, na yeyote yule ambaye atapata kutokana na hiyo fitna, akapata mahala pa kukimbilia, akapata sehemu ya kujikinga, falyaud bihi, basi na ajikinge nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuulizwa akasema, ni bora hata kama una ng'ombe wako uende kuchunga, kama una shamba lako uende kulima, na kama hivyo pia hauna, basi hata ule upanga wako kauchukue uukate, kwa sababu utakushawishi na wewe utoke ukaseme ngoja na mimi nikapigane. Kaa mbali, jitenge na eneo la fitna. Fitna itakuchukua, fitna haiwezi kuchagua. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama aliingia kwenye nyumba ya Zainab bintu Jahash. Akawa Mtume sallallahu alayhi wasallama kuna kitu ambacho kimemshughulisha, akawa amepata fadhaa, akawa anasema la ilaha illa Allah, wailu lilarabi min sharri qad iqtaraba, adhabu kali tawapata Waarabu kutokana na fitna na shari ambayo imekaribia, shari ambayo imekuja. Nayo akikusudia ya kwamba futiha min radmi ya ajuja wa maajuja, kumefunguliwa kisehemu katika ukuta wa Yajuja wa Maajuja, kwamba hiyo ndio fitna. Zainab bintu Jahash anasema, faqultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah, anahaliku wa fina salihun, hivi tutaangamia na ndani yetu kuna watu wacha Mungu, kuna watu ambao ni waumini, kuna watu ambao ni wema, kuna watu ambao ni waheri, nao wataangamia na hili? Wanaweza wakaingia humo
qalla salihun, watakapokuwa waovu ndio wanapawa, ndio wana nguvu, lakini watu wema hawana nguvu, wao ni wanyonge, ni wadhalili. Leo ni shari ngapi zimeibuka kutokana na waovu walioko miongoni mwetu, kutokana na maasi, madawa ya kulevya ambayo yanasababisha watu kuharibu akili zao, bangi zinazoharibu akili zao, zinawatuma kuyafanya yale ambayo hayaendani na binadamu wa kawaida, wakawa ni wengi kuliko wale waliokuwa wazuri. Ardhi ikaharibika, wataharibika, watapigwa na fitina hata wale waliokuwa ni wema, lakini itajulikana huko siku ya Kiyama, kila mmoja atawekwa kulingana na nia yake. Lakini hapa duniani ukijichanganya unachukuliwa, haitochagua. Wewe unaswali sana, wewe unafunga sana, wewe sijui kadha, haitochagua, kwa sababu hakuna kusema kaeni pembeni na hawa waovu wakae pembeni, bali mmejichanganya nao pamoja. Ndugu yangu Muislamu, kukaa mbali na fitna ni sehemu ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema asababu thani, sababu ya pili, al-i'tisamu bil kitabi wa sunna, ni kushikamana kwa kitabu na sunna, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mkizozana katika jambo lolote lile, liwe ni la kidini au la kidunia, lirudisheni kwenye kitabu cha Allah, lirudisheni katika sunna za Mtume, mtapata ufumbuzi wake, mtapata ufumbuzi wake. Lirudisheni kwa Allah, kwani dunia hii ni ya Allah. Ameweka kila kitu ubainifu wake na ameweka kila kitu njia zake. Kwa lirudisheni jambo hilo ambalo ninyi mnazozana nalo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, fitna sio jambo zuri hata kidogo. Kwa hiyo inatakiwa Muislamu ajikite kwenye kitabu chake. Na ndio maana siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwaambia masahaba, mayaishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi baada yangu huko nyuma ataona tofauti nyingi sana. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu. Hii ndio itakuwa ni salama yenu, kwa kushikamana na kitabu, kwa kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume mwenyewe akasema, ya ayuhan nasu, enyi watu, taraktu fikum, nimewaachieni ninyi, ma in i'tasamtum bihi, ikiwa mtashikamana nacho, lan tadillu ba'di, hamwezi mkapotea baada yangu mimi. Kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Sababu ya kupona, sababu ya kuokoka katika fitna ni kushikamana na kitabu cha Allah, ni kushikamana na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, haya ni katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni katika mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo lingine miongoni mwa sababu, mulazamatu jamaatul muslimin wa imamihim, ni kushikamana na jamaa ya Waislamu na imamu wao na kiongozi wao na amiri wao. Rudini kwenye kiongozi wa dini, kiongozi wa Kiislamu, wale walioshikamana na kitabu na sunna, wale ambao wana itikadi sahihi, wale ambao wana manhaji sahihi. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala na
msifarikiani. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ahibba wa ahbaba rasulillah, ibadallah, tuko katika kuzungumzia sababu za kuokoka katika fitna. Muislamu anatakiwa ajue kabisa njia sahihi ni yale mafundisho ya Uislamu. Akasema katika moja ya sababu ni kushikamana na jamaa ya Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha yarudu alakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaridhia kwenu ninyi mambo matatu na anachukia kwenu ninyi mambo matatu. Akasema jambo la kwanza, antaabuduhu wala tushiriku bihi shay'a, ni muabudu Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na kitu chochote. Wa antatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na mshikamane na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala msifarikiane. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, na kuwapa nasaha wale ambao Mwenyezi Mungu amewatawalisha mambo yenu, kuwapa nasaha kwa njia zilizokuwa nzuri, kutumia usulubu uliokuwa mzuri kama ulivyofundishwa na wema waliotangulia. Kama unampa kiongozi nasaha, basi iwe kati yako wewe na yeye. Ndugu yangu Muislamu, na akasema na nachukia kwenu ninyi mambo matatu, qila wa qala, mambo ya umbea, imesemwa amesema, fulani kasema, maneno ambayo hayana uthibitisho, mambo ambayo yanaamsha taharuki, yanazungumzwa na watu wasiokuwa na elimu, watu wasiokuwa na maarifa ya kisheria ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kuchochea katika nyoyo za wanadamu na kuwafanya watu kushindikana kutawalika, kuwafanya watu kushindikana kuwasikiliza viongozi, ni maneno ya umbea, qila wa qala. Akasema wa idha'atu limali, na kupoteza mali ni katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayachukia mno. Kupoteza mali kwa kutumia israfu, kutumia kwenye matumizi ambayo sio sahihi. Vipi kwa yule ambaye anaenda kuharibu mali, kuchoma mali za watu, kuchoma mali za umma? Nani atalipa kama sio wewe katika kodi? Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili analichukia, uharibifu na ufisadi. Huwezi kuondoa ufisadi kwa kutumia ufisadi, huwezi kuondoa uovu kwa kutumia uovu. Kadhalika wa kathratu sual, na kukithirisha kuomba au kuuliza masala ambayo hayana msingi wowote katika dini, au kuombaomba watu kwa mambo ambayo hakuna haja ya kufanya hivyo, mtu akawa ni mwenye kuombaomba. Ndugu yangu Muislamu, kushikamana na jamaa ya Kiislamu. Jambo lingine akasema as-sabru wal hilmu wa adamul ajala, kuwa na subira, kuwa na akili ya uvumilivu na kutokufanya haraka katika kuyaendea mambo. Siku moja sahaba mmoja Amr ibn al-As anamsikia Mustawrid anaelezea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, akasema Mtume amesema, taqumu saa warumu aktharu nas, kitasimama kiyama na Waroma wakiwa ni watu wengi sana. Amr ibn al-As akamwambia, ni maneno gani unaongea hayo? Hebu rudia maneno hayo, absir bihi, hebu zungumza vizuri, nipe mwanga kuhusu na maneno hayo. Akamwambia, aqulu laka mimma sami'tu min nabiy sallallahu alayhi wasallam, hichi ninachokueleza ndicho nilichokisikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume anasema taqumu saa warumu aktharu nas, kitasimama kiyama na Waroma wakiwa ni watu wengi.
Amr ibn al-As aliwahi kuishi maeneo ya Roma, akasema kama ni hivyo basi hakuna isipokuwa kuna hikma. Tabia miongoni walizokuwa nazo, akataja miongoni mwa tabia hiyo akasema li'annahum ahlamu nasi 'inda al-fitna, kwa sababu wao wanakuwa ni wapole wakati wa fitna. Kwa sababu fitna huwa inachukua watu, inaangamiza watu. Kwa hiyo wao wanakuwa ni wapole katika kuingia katika fitna. Na jambo lingine akasema wa asra'u nasi ifaqatan baada musiba, na ni watu ambao hufanya haraka sana kutathimini, kuamka juu ya yale ambayo yamewasibu, wanarudi kufanya tathmini. Je, tumefaulu au tumefeli? Je, inafaa kuendelea au haifai kuendelea? Nasema na sifa zingine ambazo wamezitaja kama 4-5, lakini nilichokuwa nakusudia hapa ni kuwa wapole, kwamba upole unahifadhi nafsi za watu, upole unatunza watu. Kama hawa wameweza kufanikiwa kwa tabia hizo, Amr ibn al-As anamweleza haya na kasifia sifa hizi kwa ahlul kitabi. Hana maana ya kwamba itikadi zao ni sahihi, lakini kitu ambacho mtu anacho, tabia alionayo mtu kama ni nzuri, yafaa Muislamu kuichukua na kuiiga. Kwani sisi subira tumeelezwa mara ngapi? Yaqulu Allahu tabaraka wa taala ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin, enyi ambao mmeamini takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuswali na kwa kufanya subira. Kuwa wavumilivu, msiwe na kiherehere katika mambo kama hayo. Kuweni na uvumilivu, kuweni na subira. Ni mara ngapi katika historia ya Uislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameishi Makka miaka 13, maswahaba wanateswa, mpaka Ammar ibn Yasir alipoona mama yake na baba yake walivyoteswa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna, fanyeni subira enyi watu wa Yasir, kwani ahadi yenu ni pepo. Ya Ammar alitamka neno la ukafiri, lakini alisema kwamba sijatamka kutoka moyoni, ni kwa ajili ya kuona madhara yaliyojitokeza. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweza kuthubutu kusema tupigane na dola wakati hana nguvu, wakati hana uwezo. Lakini haina maana maswahaba walikuwa hawateswi, haina maana maswahaba walikuwa hawakutani na machungu, lakini anayekuwa anajua kwamba madhara yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko haya yanayopatikana. Kwa hiyo njia pekee ni lazima tufanye subira mpaka atakapokuwa tumejipanga kisawa sawa, ndipo tunaweza tukasema na sisi tunao nguvu. Hakuvumilia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Al-Kaaba imezungukwa na masanamu 360, washirikina wanafanya ibada katika Al-Kaaba, wanazunguka wakiwa uchi, lakini Mtume hakusema chochote kwa sababu anajua sina namna. Hauwezi ukaingia kwenye mapambano kama hujajipanga, isipokuwa utakuwa wewe ni mtu mnafiki, isipokuwa utakuwa ni mnafiki. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoenda Madina aliandaa jeshi, ndipo akaja akaikomboa Al-Kaaba na alipambana mpaka akashinda, kwa sababu amejiandaa kinguvu ya kiimani na kislaha kulingana na silaha alizokuwa nazo adui kwa kipindi hicho. Ndicho Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiandaa. Hatuwezi kuhamasisha waumini watu kupambana na risasi, watu kupambana na dola, unarusha ngumi, eti unarusha jiwe. Ni kuchezea nafsi za wanadamu, ni kuchezea nafsi za wanadamu. Jambo lingine ndugu zangu, katika muda, sababu muda unakimbia, anasema miongoni mwa sababu za kuweza kusalimika, akasema arrujuu ila alulamai arrabaniyin as-sadiqin ahli albasira wan nadhari fi maqasid sharia wa ma'alat
ulati al-umur, ni watu kurejea kwa wanawachuoni arabaniyin, wale ambao ni walezi wenye kulea jamii kwa misingi ya imani, kwa misingi ya aqida sahihi, kwa misingi ya tauhidi, na wale ambao ni wakweli, watu ambao wana uoni na basira katika dini, na wenye kuangalia makusudio ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao wanaangalia mwisho wa hili jambo, mwisho wake utakuwa ni nini, ni kheri au ni shari. Kama shari itakuwa ni kubwa, wao huzuia, kwa sababu huwezi kuondoa shari kwa shari mfano wake, huwezi kuondoa shari kwa shari iliyokuwa kubwa kuliko ile iliyokuwepo. Hamwezi mkayapata haya isipokuwa kwa wanachuoni wenye uchungu na dini yao na wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengineo ambao ni wanasiasa, wengi wanaweza wakakwambia nenda, kwa sababu wanaangalia nchi fulani watu walikufa ndio wakajikomboa na jambo fulani, kwa hiyo anatakana ninyi mfe ili mjikomboe na jambo fulani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila Allah walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum shaytana illa qalila. Pindi wanapojua na jambo lolote, liwe ni la kidini, liwe ni la kidunia, la amani, lenye kheri, au ni jambo ambalo ni baya lenye kutia hofu, wanakimbilia kulitangaza, wanakimbilia kulieneza. Na lau wangelirudisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na wale ambao ni wataalamu wanaomuiga Mtume sallallahu alayhi wasallama, wangechambua mambo hayo, wangeweza kufanya research na uchambuzi wa kujua njia ya kutoka katika hili jambo, si kutangaza haya ambayo yametokea, haya ambayo yamejitokeza kwa ajili ya usalama wetu sisi. Leo kuna watu wanafurahi siri za serikali, maovu yaliyofanyika yaenee, alafu mwisho wa siku nini ipatikane? Tuingiliwe, amani ikosekane. Hivi hatujajifunza kwa haya watu waliokaa ndani siku 5 siku 6? Kama amekufa ni mtu mwema, atakutana na kheri yake. Kama amekuta kuyatafuta yale ambayo hayakuwa yanampasa, atakutana pia na Mola wake. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja aliwahi kusema maneno, qad aflaha man aslama, hakika amefaulu mtu ambaye ameingia kwenye Uislamu, mtu ambaye amejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana rizquhu kafafan, na ikawa riziki yake aliyopewa na Allah ni riziki ambayo inamfanya asiwe ombaomba, inamtosha. Mtu huyu amefaulu, amefanikiwa. Wa qannahu Allah bima atahu, na Mwenyezi Mungu akamkinaisha na kile ambacho amempa, anatosheka. Leo hata ukapewa dunia yote, kama huna moyo wa kutosheka, wewe bado utakuwa na njaa tu, bado utakuwa na wasiwasi na mashaka, huwezi kupata utulivu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno mengine akasema, man asbaha minkum aminan, atakayekuwa ameamka miongoni mwenu ana amani, fi sirbihi, katika nyumba yake, katika kijiji chake, katika mji wake, ana amani, kuna amani ndani ya mji wake. Muafan fi jasadihi, ana afya njema katika mwili wake. Indahu qutu yaumihi, ana chakula cha kuweza kula mchana wake, na katika riwaya nyingine na usiku wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fakaannama hizat lahu dunya, kana kwamba mtu huyu amemilikishwa dunia. Dunia, vitu vitatu: amani, afya, chakula. Hajasema cha kulimbikiza sana, una chakula chako cha kuweza kula mchana na usiku. Ndugu yangu Muislamu,
Hakuna kitu muhimu kama amani. Angalia Makuraish waliopatiwa amani na Allah subhanahu wa ta'ala. Mfalme Abraha alipotuma jeshi la tembo kwenda kuivunja Al-Kaaba ili watu wao wanaenda kufanya hija kwake kwa sababu ya maslahi ya kiuchumi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamtumia jeshi likaangamiza wale tembo na kila kilichokuwepo, ikapatikana nidhamu. Suratu Al-Quraish, lilafi Quraish ilafihim rihlata shitai wa saif. Ndipo wa Quraishi kutokana na tukio lile lilofanyika wakawa wamepata amani katika safari zao za kwenda kusi na kasi, katika kutafuta biashara, kufanya biashara, wao wakiwa katika amani. Falyabudu rabba hadha albaiti, wamwabudu Mola wa nyumba hii Al-Kaaba, ambayo Mwenyezi Mungu aliwaonyesha tukio lile la kuwatandika wa ashabu lifili, watu wa tembo, ndio wakashika adabu wakiwaona watu wa Maka, wanasema hao waacheni. Awalamu yarau anna ja'alna haraman aminan, hivi hamjaona sisi tumeijalia haramu ni yenye amani. Yutakhatafu nasu min haulihim, wakiwa watu wengine wananyakuliwa, walioko pembezoni mwao wanatekwa mali zao, lakini heshima ilipatikana kwa watu wa Maka, wakawa wameheshimika, hawazuiliwi katika misafara yao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema fa'at'amahum, akawalisha kutokana na njaa na akawapa amani katika maeneo yao, katika misafara yao, na kwamba hauwezi kufanya biashara bila kuwepo amani. Hauwezi kufanya mihangaiko yoyote bila kuwepo amani. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, maneno ya kuzungumzia sababu za kujiokoa na fitna ni mengi, lakini muda haututoshi. Tutosheke na haya, japokuwa kuna baadhi ya watu tumesema hawawezi wakajifunza, lakini Muislamu unatakiwa ujifunze kutokana na haya yaliyotupata, haya yaliyojitokeza. Muislamu jihifadhi, Muislamu tunza amani, Muislamu tunza usalama. Hatuna maana ya kwamba tunakubali dhuluma kufanyika, la, bali lazima uangalie, hata kama unataka kuiondoa dhuluma, basi usiondoe dhuluma kwa dhuluma. Huwezi kuondoa dhuluma kwa kumwaga damu, na wakati wewe pia unamwagwa damu. Kwa hiyo lazima itumike njia ambayo iliyokuwa ni salama, kama tunaamini kwamba tunahitaji, kuna mambo ya kurekebisha. Lakini tufahamu amani haiwezi kupatikana ila kwa sisi wenyewe kuweza kuitunza. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ansuril muslimina, Allahumma ansuril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fi kulli makani ya rabbal alamin, fi kulli makani ya rabbal alamin. Wa dhilla shirka wal mushrikin, ودمر الشرك والمشركين، ودمر الشرك والمشركين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة.